Aha, yes, karibu Sawe Vetagro Center. Quality service for quality output. Kwa leo bwana, nataka nikuletee kitu kimoja kinaitwa Azolla. Azolla ni nini? Je, unajua maana Azolla? Jambo la kwanza, Azolla ni mmea mdogo unaota majini, unaela juu ya maji. Sio, nafahamu, unaona, nadhani unavyoona kwenye maji hapo. Na una rangi ya kijani kama unavyoona. Na wakati mwingine unaweza kuwa mwekundu, lakini kinachofanya uwe wa kipekee ni uwezo wake wa kuwa na protein sana. Yaani ina crude protein 20 hadi 30%. Na hiyo unaufanya uwe chakula bora kwa mifugo na kuku. Ulikuwa unajua hiyo? Jambo la pili, nataka nenda haraka haraka nikwambie faida za Azolla. Jambo la kwanza, Azolla, faida ya kwanza, inakuwa kwa haraka sana. Ndani ya siku chache tu inaweza kuongezeka mara 2. Yaani ukiweka kilo 1 zinakuwa zimeshatokea kilo 2. Ukiweka kilo 10, yani una kilo 20 kwa muda mchache sana. Na jambo la pili, inapunguza gharama za chakula cha mifugo. Muona kama una ng'ombe wako wanaokamuliwa maziwa, kuku, bata, nguruwe, wote kwa hiyo unaweza kabisa kulisha Azolla na ukapunguza gharama za kwenda kununua pumba, concentrate na nini, kwa sababu ina CP 20 mpaka 30. Hiyo kwa pumba ya kawaida ina CP 2.5. Mashudu ina CP 8. Hii ina 20 hadi 30. Sio jambo la kawaida. Jambo la tatu, ni rafiki wa mazingira na ni rahisi kuzalisha. Kama unavyoona kwenye mabwawa yetu hapo ya Sawe Vetagro Center, ni rahisi kabisa, kila mmoja anaweza kutengeneza. Na jambo la 4, inaboresha afya ya mifugo kwa sababu ina virutubisho muhimu. Ina stabilize, ng'ombe anakuwa na afya, kuku anakuwa na afya, anataga maziwa mengi. Kwa hiyo hayo naweza kusema kwamba hizo ni faida kubwa za Azolla. Sasa najua unawaza unaanzaje. Jambo la kwanza, unahitaji kuwa na shimo kama unavyoliona hapo. Au pia tanki la maji, na lakini yawe maji safi, na uwe na mbolea kidogo ya samadi. Sana sana mbolea ya ng'ombe ni nzuri. Na pia cha tatu, tunakuuzia mbegu ya kwenda kuanzisha, kwa sababu huwezi kupata sehemu nyingine. Twende hatua kwa hatua. Hatua ya kwanza, unachimba kwanza hiyo sehemu ya kuweka hayo maji. Isiwe na kina kirefu, sentimita 15 labda mpaka 20. Weka maji, uchanganya na samadi ya ng'ombe. Ya ng'ombe ni nzuri zaidi, japokuwa zingine zinafaa, lakini ya ng'ombe ni bora zaidi. Alafu ukishamaliza unaweka Azolla juu ya maji. Hakikisha haipati jua kali. Jua ni adui wa Azolla, linakausha kabisa ile Azolla. Aisha inakuwa kuna kivuli kiasi, lakini inapata jua kidogo. Na jambo la 4, nataka ujue namna ya kuitunza Azolla. Ukishaotesha, ikishaweka juu ya maji ili izae sana, unaitunzaje? Hakikisha kwamba kuna maji ya kutosha muda wote na kuwe na kivuli kidogo. Nimekwambia upate jua kidogo, lakini na kivuli kwa wingi. Pia ongeza virutubisho. Useke mbolea siku ya kwanza ukasahau. Ongeza mara kwa mara. Ongeza virutubisho mara kwa mara. Na jambo lingine, epuka jua kali kupita kiasi. Epuka maji yakiwa machafu sana, yanatoa harufu. Na wadudu na wanyama au kama bata vile wanavoogelea kule, ambao wanakula Azolla bila mpangilio. Unaweza kaka bata wanakula, wanaisogeza pembeni, inakuwa haiwezi kuzaa vizuri kama inavyoonekana kwenye picha hapo. Sasa utavunaje hii kitu? Hii kitu kwa kweli ina hela sana. Kilo watu wanauza mpaka $10, $15. Kwa hiyo ni jambo ambalo linafaa kwa biashara ndogo ndogo. Jambo la tatu, unavunaje? Baada ya siku chache Azolla inakuwa imejaa sana, kama unavyoona kwenye bwawa letu hapo, inakuwa imejaa sana juu ya maji. Na hapo unaweza kuvuna. Tayari ukishona imeshajaa, unaivuna. Sasa ili sasa uendelee, hichi ni kilimo endelevu, usivune yote. Acha sehemu iendelee kukua ili uvune tena. Of course, namna ya kuhifadhi, unaweza kuitoa ukaitandaza sehemu ambao kusiwe na jua, ili iweze kukauka na uweze kuhifadhi na kuiuza. Unaweka sehemu ambao kuna upepo wa kutosha. Na sasa hakikisha ikauke kwenye kivuli, sio jua kali.
hakikisha imekauka vizuri kabla ya kufunga, na uweze kuhifadhi sehemu kavu isiyo na unyevu. Sasa jambo la mwisho, naweza kusema kwamba Azolla ni suluhisho rahisi sana, ni nafuu na lenye faida kubwa kwa mfugaji na mkulima. Hiyo inaitwa zero cost. Ukianza leo unaweza kupunguza gharama na kuongeza faida. Anza kidogo kidogo, jifunze, kisha panua uzalishaji. Sawa? Na kama kuna jambo ambalo unataka kuhusiana na maelezo zaidi, wasiliana na Salvet Agro Center. Sisi tunatengeneza hii na mabwani ya kwetu. Tunatengeneza kwa piga simu namba 0766828678 au 0718199397. Na kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook utakuta kwa jina la Salvet Agro, TikTok Salvet Agro, Instagram Salvet Agro, sehemu zote utakuta kwa jina la Salvet Agro Center. Sisi tunadili na ubora wa chakula, kuhakikisha kwamba tunapunguza gharama za uzalishaji kwa kuletea mambo manafuu. Karibu sana, karibu Salvet Agro Center, kilicho bora kabisa.